Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum, mnaifanya kaa kula nye? Okay. Sikilizani maustazi. Nyinyi mmezoea kuja kutupa sisi dawa kila siku. Leo nitawapeni nyinyi dawa. Mtapewa dawa nye. Hapa kuna kuremba. Hamna. Tulia robo, tutafanya nini? Fanya nini? Unataka kuharibu somo yako bure. Hebu tulia kwanza. Sisi hapa hatujaja kupigana. Hebu tulia. Okay. Vizuri. Nyinyi leo mtachafuka kanzu zenu. Si mmefunga leo? Kwa hiyo leo sitokufanya chochote mimi. Nataka niwaambie sisi. Msituone kwamba tuna vikanzu, mkatuita mashehe vikanzu, mkafikiri labda tuko lele mama. Mkono tunauweza. Kabisa. Mkono tunauweza. Nyinyi cha mtoto tu hamna chochote. Sasa kama nyinyi mna maneno, hebu tuambie tukufuate pahali. Sasa sikilizeni. Njoni geto. Tuje geto. Geto njoni kesho saa 7. Tutakuja kesho saa 7. Mtajua vya Kwanza kufanya. masije geto. Huyu mwenzetu kashagoroana kichwa huyu. Haja goroana huyo, hebu. Wachangoromesha kichwa. Hebu. Uko sawa? Eric. Mbona una Eric. Mbona unaje uko sawa? Ushampiga alafu akubali uko sawa? Hatujajia hilo Buta, hatujajia hilo. Okay. Sisi baada mmetoa ahadi, tukishatoa ahadi kwamba mnasema tukufuate geni yetu, sisi tutakuja. Hakuna wasiwasi. Okay. Tutaonana kesho basi. Kubwa ya leo. Eti tanguli niwe na kanzu. Mume wangu, nakuuliza wewe tangulini na kanzu? Au ndo ushakuwa mfo vishe vikanzu? Answali suni. Mbuta wewe tangulini na kanzu wewe mume wangu kutafuta kuchekesha dunia. Hivyo kwa nje ulikopita watu hauja kushangaa wakakucheka? Kiwango bora uniache saa hizi. Niache hii mitihani. Siwezi kukuacha kwa sababu hivi vitu leo umeletea vipya kwangu sijawahi kuviona. Na mitihani napita hapo panapozwa mitumba. Nakwenda kununua hii kanzu panapozwa mitumba. Naona haya kuja humu ndani wakati sina kanzu. Umezomewa? Kwa jinsi mitihani ilionifika. Yule Machupa anjua. Machupa Huyo Machupa tunaicheza Kirango shirika. Naye kanunua ya kwanza. Kankufa. Tena kankufa kifo kibaya. Nakwambia kankufa kifo kibaya, kankufa geto. Mama kwambia aibu, hata kunzungumzia maiti aibu. Siri ya maiti kuitoa ni aibu, lakini kanitoka nsuma kutu Afrika hivi. Muhammad. Saa hizi nakwambia kama nafikiri kashachukuliwa kashapelekwa Charawe kwao kwa mazishi. Na saa hizi mazishi hayawi saa hizi hazikui. Hapa ni asubuhi tu. Wana mitihani mizito mwanangu ilikuwa kuaje? Machupa wale jamaa weza kuja, maana wale wajifanya kwamba wana ahadi sana, lakini nakwambia asitoke mtu. Kweli Mbuta. Na ndio sababu mimi nikawatoa kule kwa sababu kule ungepata muombezi kule, nikawaleta huku. Najua uhakika watakuja. Kwa sababu mie ngalikwambia kwamba hizi kazi tutafanya watu wawili. Mtafanya watu wawili tu. Lakini hili wasamfanya mbovu. Wasamfanya mbovu Ariki. Tizama. Mbuta. Kazi ile. Halafu huyu asijezungumza na mke wa watu. Atakuja ambwa ni mchimbi. Huyu wente bavu. Lile robot nani lile laitwa vipi? Lile lilompiga huyu. Masudi aitwa Masudi. Wewe Mbuta, wewe yote ule
kisasi lazima nitalipa hapa. Watakuja tu hao. Na wakija tulieni. Usiseme sana. Tamaliza kazi. Usiseme sana, lipige maana mimi nyumbani nishapiga. Odi. Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Wazee salama? Bwana kula wewe usisulikiawa. Usisulikiawa. Naona mnkuja. Wallahi mtihani kwa kweli, mtihani sana. Wa nini? Mtihani kweli. Jamani Ramadhani hii. Sisi jamani tumekuja, lakini ukweli ni kwamba hatujajia ugomvi. Na ndio maana tumekuja na nguo zetu zile zile. Sisi tumekuja hapa kukumbushana, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya tunayofanya sio. Leo tutaka tuwakumbushe nyie. Leo mtakumbusha nini? Siku ile simtukumbusha nyie. Mkamfanya goromea huyu. Sasa tutakumbusha leo kupigana. Sisi kwanza mimi nimekuja kuomba radhi kwamba kile kitendo nilichokifanya siku ile nimekijutia. Si lengo letu sisi kupigana. Na sisi hatutaki kupigana. Isipokuwa nilijihami tu. Hakupigwa, nilijihami. Ngojeni mimi. Sikiliza bwana Machupa. Kula, usimogope yoyote. Wamogopa nani wewe? Subiri nimalize kula kwanza. Halafu mtanijua mimi nani leo. Usiogope chochote. Na kuamini kwamba hakuna wa kukufanya lolote kwa dunia hii. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani wanaosema si yetu ala. Fanyeni ndio mtakalofanya. Sasa sikilizeni. Nyinyi subirini hapo hapo. Mimi namalizia vitu vyangu, naweka sawa geji, halafu tutaelewana baadaye. Kule bwana. Nitalipa kisasi chote. Simemuumiza Eriki. Mtanijua nani leo. Nimewaita huku makusudi, najua mtakuja chocha kicho. Mmeingia. Tulieni. Sasa hatuna kanzu leo. Si kanzu hatuna. Na kama na sisi tulikuwa na kanzu tungekuwa mashehe. Kula bana. Basi wewe kula, sisi tunaenda tutakuja baadaye. Subirini kabisa. Subirini. Mtakiona sasa. Leo wenu kuwapa maelezo nyinyi. Sasa maliza huyo kwani kula Machupa bwana, hao watu wasije wakafanya sababu kwa sababu. Kula haraka. Malizia basi. Wakati hapo. Machupa wewe mbona atakufanya hivyo? Anamalizia, mwacha malizie. Liteme alifanya vyako. Kwa nini? Joke. Machupa. Vipi? Liteme. Joke nasikia harufu. Mwanangu sio joki. Unaona nimevimba. nasikia harufu. Machupa. Jamaa wapi? Jamaa wapi? Shakufa. عشت في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي Mitihani ndio tukaambiwa siku zote tuwe wazuri. Binadamu anatakiwa awe nzuri. Leo tukiambiwa yote tulikuwa hatuyataki. Naona kifo alichokufa Machupa.
Machupa kankufa kifo kibaya. Huku apapatiwa roho, huku kutu yatoka. Huku roho, huku kutu yatoka. Si masiara bwana. Wamwone huruma. Unaona Mungu anavutisha? Unaiona mitihani ya Mwenyezi Mungu? Unaona jinsi gani anavyokuonyesha yeye naye? Mume wangu swali hutaki. Kufunga hutaki. Kusoma hutaki. Na napiga shindano. Yaani wewe maisha yako kera mne unaona sasa? Machupa rafiki yako mwenyewe. Mnaweza kera pamoja. Kutwa kucha. Kuliko hata mimi mkeo angalau unanikimbia masaa 60 mazima. Unaniacha peke yangu. Yeye kutwa mko wote. Unayaona leo yanamtokea? Mungu mkubwa. Nakwambia mimi saa hizi nasikitika. Nasikitika. Kwa nilivyokuwa nimekosa. Unajua bwana. Ndio mtume akaambiwa ikra asoma. Kwa sababu kama husoma ni ujinga, na ndio ujinga niliokuwa nao mimi. Maana ningelikuwa ninasoma mimi singewaambia vile, nikawatolea maneno. Hili ndilo nilokuwa nalifikiria mke wangu. Mimi nifanye vipi hata kuomba radhi wale? Mimi naona haya. Naona aibu. Kwa jinsi nilivyotukana, maana ni watukana, ni wanyea. Na wakaondoka hapa ni wadogo. Sasa najieleza mwenyewe kwamba nataka nikaombe radhi. Muombe radhi vipi wafuate kule? Naona haya. Naona haya mke wangu. Na huu mwezi wa Ramadhani mimi naona haya sana. Lakini kwa vile mke wangu kwamba Mungu alimetupelekea neema hii ya simu. Nitawapigia simu. Pengine huja wale hawana kiburi kama mie, pengine huja nikawaita hapa nyumbani nikaomba radhi. Sasa na wewe nitaka uwepo wakija. Sawa, usiwe na wasiwasi. Cha msingi wao waombe radhi, waite waje hapa, wale binadamu watakuelewa vizuri. Kama wanajua binadamu sisi tuna mapungufu yetu. Tunaweza tukafanya kosa kwa kujua na kutokujua. Kama kwa hiyo ukiwaelezea tu basi watakufahamu kabisa, lakini omba radhi kwa nia moja, kwa nia safi. Fahamu vizuri. Na imani watakuelewa. Lakini ngoja nikusulie chakula chako basi uje ule. Sawa? Mke wangu anezi haki. Anifanyia masihara. Mimi nafunga. Anifanyia masihara. Mwenzangu kashatoka upande wa kutu wafika hivi. Halafu na siku zinafunga. Ayo mimi hapo asubuhi nishakunywa maji. Maji nishanywa, lakini kwa hivi sasa nafunga na maliza. Na hizo siku nilizozikosea zote nitazilipa. Kwa hiyo kwanza leo nafunga. Kwanza leo nafunga. Alhamdulillah. Na hilo ndio la kushukuru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mke wangu, nimekwambia kwamba uwepo hapa juu ya kile nitakachokizungumza, uwe shuhuda kwa mafustazi. Mafustazi, nimekuja hapa kuwaita kuomba radhi kwa yale niliyokosea kwenu nyinyi, kwa sababu nimekosea kwenu nyinyi mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu vile vile nimekosea, na nilikuwa nayafanya yale kwa ujinga tu, watu kutoa kufahamu kwa kile ninachokifanya nilikuwa sikielewi. Kwa hivyo jamani, naombeni samahani yale yote yaliyotokezea, mweze kunisamehe, kwa sababu binadamu ni nzuri, ni yule anayekosea na akajua, akenda akajua kama hapa nimekosea, akaweza kuomba radhi kwa lile alinikosea. Kwa sababu nimewakosea watu, ingalikuwa nimekosea Mwenyezi Mungu peke yake, basi ningaliomba kwa njia nyingine. Lakini na nyinyi binadamu niliwakosea, baada ya Mungu kumkosea na nyinyi binadamu mkawakosea. Kwa hivyo naomba radhi kwa upande wenu, mweze kunisamehe. Na yote niliyofanya yale, naamini kwamba kwa Mwenyezi Mungu moyo wangu ulivyo na ulivyokataa yale maovu, basi sitoarejea tena. Kwa hivyo naomba radhi kwa nyinyi. Na zaidi uliponiingia mtihani zaidi, mwenzangu tulia tukifanya ujinga shirika, maana ilikuwa ni ujinga tulio tukofanya, basi mara
kafariki kifo kilichokuwa ni kibaya, kifo tulichokuwa hatukukitarajia. Sisi tuliona kwamba tutaifika tu sikukuu na tutaipita. Leo mwenzangu kaondoka mara moja. Kwa hivyo lile pia limenirudisha nyuma kwamba nijue huku nilikoelekea kwamba siko. Kwa hivyo naombeni radhi mweze kunisamehe wale niliowakosa. Asante sana Mbuta, tumekufahamu sana, tumekusikia na tumekufahamu sana. Sisi ulipoanza tu tulijua unakusudia kitu gani, na kwa sababu sisi tunajua kwamba maana ya kuitwa binadamu, kwamba tabia yetu sisi binadamu ni kukosea. Kullu bin adam khata'un, lakini sasa mbora wa mwenye kukosea ni anayetubia. Sasa kwa vile wewe umelijua kosa lako na kuja kuomba samahani kwetu sisi kwa kweli hatuna matatizo na wewe. Sawa Kwa sababu tunajua ulikuwa ukifanya vile kwa sababu ya ujahi. Kwa hiyo sisi hatuna matatizo na wewe, sisi tumekusamehe. Lakini kukusamehe kwetu sisi bado, kwa sababu kuna yule ambaye ametuumba pia na yeye umemkosea. Sifikiri kwamba yeye alikuwa anafurahi kwa kitendo ambacho ulikuwa ukifanya. Nimemkosea. Kwa hiyo sasa kama tunaambiwa kwamba kullu ibn adam khata'un wa khairu khata'una tawwabina, na yule ambaye mbora wa anayekosea unajua kwamba kashakosea na akafanya toba, akarudi kwa Allah. Kwa hiyo na wewe tutakuhusia kwamba sisi hatuna matatizo na wewe, lakini sasa unatakiwa kwamba urudi kwa Mola wako, ulie kwa ulichokifanya. Sawa Ufanye toba ya ukweli, taubatan nasuha, toba ya ukweli, ili Mwenyezi Mungu sasa aweze kukuridhia na kukupokea na kukubali ibada zako ambazo umezifanya. Sawa? Sisi hatuna matatizo. Nafikiri yamekwisha kabisa. Haya, nafikiri Shembuta umeyasikia. Na kama kuna leo ndoka, nafikiri umeona mfano wake. Kaondoka mtu mbele yako, rafiki yako mpenzi, kwa sababu ya kiburi. Kwa hivyo kwa upande wetu sisi tumekusamehe. Nasemaje wenzangu? Kabisa. Sasa mimi tu nilitaka, na mimi nilisema kwamba ikiwa kuna darasa basi mimi kuanzia leo na mimi nilitoa sabilillah. Inshallah tukene darasa tutakupitia. Jamani, asante sana. Shemegi, hongera sana. Basi Hongera sana. Asante na shukuru. Hongera sana. Lazima. Basi karibuni tena. Ona, naambie ni kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba ingalikuwa si mwezi mtukufu wa Ramadhani ningepata japo kahawa. Si mwezi wa Ramadhani. Basi mimi nitawadisha. Hata zote ni jamani. Mke wangu kwanza naadisha wageni. Haya, karibuni tena. Ya Ramadhan, 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 ni mwezi ulio mwema ya Ramadhan, katuletea karima ya Ramadhan, tufanye yaliyo mema ya Ramadhan, tusije kosa neema ya Ramadhan, shahrul ibada Ramadhan, shahrus saada Ramadhan, shahrul mawadda Ramadhan, shahruz ziyada Ramadhan, shahrul ibada Ramadhan, shahrus saada Ramadhan, shahrul mawadda Ramadhan, shahruz ziyada Ramadhan. Ya Ramadhan, 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 shime Islama ya Ramadhan, kithirishe daima ya